Na viongozi wa kanisa katika kaunti ya Kilifi wamejitokeza na kupinga vikali mswada wa kudhibiti kanisa. Viongozi hao wakibaini kuwa mswada huo unatishia uhuru wa kuabudu ambao umepitishwa katika katiba ya taifa la Kenya. Viongozi hao wakidai kwamba masharti yanayokuja na mswada huo yanaweza sababisha kufutiliwa mbali kwa usajili wa makanisa, kufungwa kwa maeneo ya ibada na kutolewa adhabu kwa viongozi ikiwemo kutozwa faini ya hadi shilingi milioni 5 au kifungo cha zaidi ya miaka 3 gerezani. Mswada wa kudhibiti makanisa na uhuru wa mahabadi ambao umekuwa ukipingwa na baadhi ya viongozi nchini, haswa viongozi wa kidini, bado umeendelea kukataliwa na viongozi tofauti wa kidini. Wa hivi punde wakiwa ni viongozi wa dini kutoka kaunti ya Kilifi wakiongozwa na Askofu Thomas Kakala na Reverend Francis Katana, wakisema kuwa mswada huu unaenda kinyume na katiba ya taifa la Kenya ambayo imekubalisha uhuru wa kuabudu nchini bila kupingwa. Sisi hatuna headquarter ya kutufandi na tunafanya kwa imani tukiheshimu sheria, na kwa maana kuna uhuru wa kuabudu ndio tunaoufanya, na uhuru huo ndio ni kama unataka kuingiliwa, waambiwe abuduni lakini msipite hapa. Viongozi hawa wakibaini kuwa mswada huu unalenga kuzuia uhuru wa kuabudu kupitia baadhi ya vitengo ambavyo vimewekwa, wakisema kuwa mswada huu unaweza pelekea kufungwa kwa maabadi na kutozwa faini kwa viongozi wa dini kati ya mengine. Lakini bili hii iko na vipengele ambavyo vikipita vile vilivyo, basi ule uhuru wa kuabudu utakuwa umeondoka. Mimi baada ya kuangalia mswada huu ninaona ya kwamba una vipengele vingi ambavyo kwa kweli havifai kuwa katika ule mswada, kwa sababu vinaondoa ule uhuru ambao tumepewa ama Wakenya wamepewa kikatiba. Viongozi hawa wamependekeza kwa wabunge kutopitisha mswada huu bila kuchanganua na kujua jinsi utaenda kuathiri uhuru wa kuabudu nchini, wakiwataka wabunge kujitolea na kuwaeleza Wakenya kwa ujumla kuhusu lengo la mswada huu na kushirikisha umma kabla ya wao kuupitisha. Kwa hivyo basi ninasema ya kwamba mswada huu mbali na kusomwa kwa mara ya kwanza, ya pili na ya tatu bungeni, hata usifike kabisa huko bunge na wala usipitishwe. Kama utafika, wabunge watusikilize, kwa sababu sisi ndio ambao tuliwachagua na tukawapa the delegated powers and authority ya kwamba waweze kutuwakilisha. Kwa hivyo kwanza wabunge waweze kurudi huku kwetu, watuambie kile ambacho, kwa nini kuna mswada kama huu umeletwa. Aidha, wameweka bayana kwamba wapo tayari kufuata njia za kisheria kuhakikisha kuwa mswada huu hautapitishwa kufuatia changamoto ambazo zitatokea kuhusu mswada huu. Umbrella body wetu wako active, wanajua kile watafanya, lakini pamoja na kwenda kwa sheria, tutaenda magotini, tutatangaza national fasting, national prayer against those people who did it. Utakuja kulazimisha kula, tutafunga na kutatokea matukio. Mary Kyalo, Undugu TV.